Kombe la Dunia ni mashindano makubwa zaidi ya mpira wa miguu duniani. Kila baada ya miaka minne, mataifa kutoka mabara yote hukusanyika kushindana taji kubwa la mabingwa wa dunia. Mashindano hayo huunganisha mabilioni ya watu kupitia mapenzi ya soka na huchukuliwa kuwa tukio kubwa zaidi la michezo duniani. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 1930, Kombe la Dunia limekuwa likiandika historia, kuzalisha mashujaa wa soka na kutoa kumbukumbu zilizosahaulika kwa mashabiki duniani kote. Historia ya Kombe la Dunia. Wazo la kuanzishwa kwa Kombe la Dunia lililotokana na haja ya kuwa na mashindano ya kimataifa ya soka yaliyohusishwa na timu za taifa. Shirikisho la soka duniani liliandaa mashindano ya kwanza mwaka 1930 katika mataifa 13 yalishiriki mashindano hayo, na Uruguay ilifanikiwa kutoa ubingwa mbele ya mashabiki wake wa nyumbani. Tangu hapo, mashindano haya yameendelea kuwa na matukio yanayofuatiliwa na mabilioni ya watu duniani. Kabla sijaendelea zaidi, kumbuka kusubscribe ili kupata updates mbalimbali, na mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Kamwe hautojutia MB zako, na mwanzo wetu sio mwisho wetu. Ni vyema ukasikiliza dakika zote, maana utakosa uondo endapo ukisikiliza dakika chache. Uko mbele ndo kuna mambo mazuri zaidi nimekuandalia. Ni mimi Daudi Michael nikikuletea makala haya. Tuendelee sasa. Jinsi Kombe la Dunia linavyochezwa. Safari ya kuelekea Kombe la Dunia huanza kwa mechi ya kufuzu zinazoshirikisha mamia ya timu za taifa kutoka mabara mbalimbali. Ni timu bora pekee zinazofanikiwa kupata tiketi za kushiriki hatua ya mwisho ya mashindano. Katika mashindano yenyewe, timu hugawanywa katika makundi ambapo hucheza mechi za hatua ya awali. Timu zinazofanya vizuri hadi hatua za mtoano kama vile hatua ya 16 bora, robo fainali, nusu fainali na fainali yenyewe. Timu inayoshinda mechi ya mwisho utawaza kuwa mabingwa wa dunia. Mataifa yanotajwa katika Kombe la Dunia. Baadhi ya mataifa yameandikwa katika historia kubwa katika mashindano haya kutokana na mafanikio yao ya mara kwa mara. Brazil ndio taifa lililoshinda Kombe la Dunia mara nyingi zaidi. Taifa hilo limeanzisha nyota wengi wakubwa wa soka na linajulikana kwa mtindo wake wa kuvutia wa kucheza. Ujerumani ni moja ya mataifa yenye mafanikio makubwa katika historia ya mashindano haya. Nidhamu, mbinu na uzoefu vimeifanya iwe miongoni mwa timu bora duniani. Italia imekuwa ikijulikana kwa ulinzi imara na uwezo wa kushinda mechi muhimu katika mashindano makubwa. Argentina imekuwa ikitoa baadhi ya wachezaji bora duniani na imekuwa mshindani mkubwa katika Kombe la Dunia kwa miaka mingi. Wachezaji walioandika historia. Kombe la Dunia limekuwa jukwaa la kuzalisha mastaa wengi wakubwa wa soka. Miongoni mwa majina yanayotikisa dunia ni pamoja na Ronaldo, Maradona, Pele. Wachezaji hawa wameacha alama kubwa kupitia magoli yao, uongozi wao na mafanikio yao walioyapitia kupitia nchi zao. Kombe la Dunia barani Afrika. Kwa bara la Afrika, Kombe la Dunia limekuwa fursa la kuonyesha vipaji vya wachezaji wake mbele ya dunia. Timu kama Senegal, Morocco, Misri, Nigeria zimewahi kufanya vizuri na kuandika historia. Mafanikio makubwa zaidi kwa timu za Afrika yalikuja wakati Morocco ilipofika hatua ya nusu fainali na kuwa taifa la kwanza la Afrika kufanikisha jambo hilo. Athari za kiuchumi na kijamii. Kombe la Dunia si mashindano ya soka pekee, ni tukio linalochochea uchumi wa nchi na wenyeji wa kombe hilo kupitia utalii, biashara, ajira za muda, matangazo, uwekezaji wa miundombinu. Aidha, mashindano haya huleta umoja na furaha kwa watu wa mataifa mbalimbali bila kujali tofauti zao za lugha, dini na tamaduni. Kombe la Dunia la baadaye. Kadri miaka inavyosonga mbele, teknolojia inaendelea kubadilisha namna mashindano yanavyochezwa na kufuatiliwa. Mfumo wa VAR, matangazo ya ubora wa juu na matumizi ya takwimu za kisasa vimeongeza ubora wa michezo. Mashabiki duniani wanaendelea kusubiri kwa hamu kila toleo jipya la Kombe la Dunia, huku wakitarajia kuona nyota wapya wakizaliwa na historia mpya ikiandikwa. Hitimisho. Kombe la Dunia ni zaidi ya mashindano ya mpira wa miguu. Ni tukio linaunganisha mataifa,
kuibua vipaji na kuandika historia kila baada ya miaka minne, kutoka kwa mashujaa wa zamani hadi nyota wa kizazi kipya. Mashindano haya yanaendelea kuwa na ndoto za kila wachezaji na kivutio kikubwa kwa mabilioni ya mashabiki duniani. Bila shaka, kombe la dunia linaendelea kubaki kuwa sherehe kubwa zaidi ya soka duniani. Haya ni baadhi ya matukio makubwa ya kukumbuka zaidi katika historia yake. Uruguay ilishinda kombe la kwanza mwaka 1930. Mashindano ya kwanza kabisa yalifanyika Uruguay na wenyeji walitoa ubingwa baada ya kuifunga Argentina fainali. Muujiza wa Bern mwaka 1954, Western German ilishangaza dunia kwa kuifunga Uruguay iliyokuwa ikipewa nafasi kubwa ya kushinda. Pele aling'ara dunia mwaka 1958. Pele akiwa na miaka 17 aliongoza Brazil kutoa ubingwa wake wa kwanza. Goli la senchali la Maradona mwaka 1986. Diego Maradona alifunga bao la kushangaza zaidi dhidi ya England, likitajwa kuwa ni moja ya mabao bora zaidi kuwahi kufungwa kombe la dunia. Hand of God mwaka 1986. Kati ya mechi hiyo dhidi ya England, Maradona alifunga bao kwa mkono ambapo mwamuzi hakuliona. Tukio hili lilibaki kuwa moja ya tukio tata na kubwa katika soka. Fainali ya kusisimua ya mwaka 1998, Ufaransa ilitoa ubingwa wake wa kwanza nyumbani baada ya kuifunga Brazil mabao 3-0. Kichwa cha Zidane 2006. Katika fainali ya Ufaransa na Italia, Zinedine Zidane alimpiga kichwa mchezaji wa Italia na kutolewa kwa kadi nyekundu katika mechi yake ya mwisho ya kimataifa. Vuvuzela za tawala Afrika Kusini 2010. South Africa iliandaa kombe la dunia la kwanza barani Afrika. Sauti za vuvuzela zilivuma duniani kote. Jerumani yaichapa Brazil 7-1 2014. Moja ya matokeo ya kushangaza zaidi katika historia ya soka, Jerumani ilipoifunga Brazil mabao 7 mbele ya mashabiki wa Brazil. Messi atimiza ndoto yake 2022. Lionel Messi aliongoza Argentina kutoa kombe la dunia baada ya fainali ya kusisimua dhidi ya Ufaransa na kutimiza ndoto yake ambayo alikuwa akisubiri kwa miaka mingi. Mbappe afunga hat-trick fainali 2022. Kylian Mbappe alifunga mabao 3 kwenye fainali dhidi ya Argentina, jambo ambalo ni nadra sana kutokea. Morocco yaandika historia 2022. Morocco ikiwa taifa la kwanza la Afrika kufika nusu fainali ya kombe la dunia. Hatua hii ilivunja rekodi ya bara hilo. Haya ni baadhi ya matukio yaliyotikisa dunia, lakini yapo mengi. Ukiwa unategemea video ya matukio, naweza nikakuandalia tena makala ijayo. Mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante. Ni mimi Daudi Michael Mwaluko niliyekuletea makala hayo. Kwa update mbalimbali, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa wengine ili wapate kujifunza zaidi.